Kiongozi gani ambaye klabu ya Simba ilikuwa inataka kumjua? Usiote woga, wewe umezungumzia umegusa serikali. Chezo. Sasa tunamhitaji Ally Kamwe amsaidie Palamagamba Kabudi. Ni kiongozi gani ambaye amemsikia kwa masikio yake Almasi Kasongo kasema? Talani. Sio wenyewe watu wa Simba tulishazungumza kama hapa hii skendo, mbona nguvu imekuwa kubwa sana ya kuwazuia nani? Simba singe kwenye michezo. Mtacheza mpende mtacheza, msipotaka mtacheza. Hamna mamlaka katika nchi hii hapa. Vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, karibu tuyazungumze mengi ya kimichezo. Niko naye hapa mzee Mwaipaya OG. Tunakwenda kujuzana kwenye kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Simba wao tayari na wenyewe wametoa taarifa kwa umma kuhusiana na mchezo husika. Na wao msimamo wao ni ule ule kwamba wanaitaka mechi na wanaicheza. Lakini Young Africans jana waliibua mambo mengi kweli baada ya kikao chao dhidi ya bodi ya ligi. Mzee wangu shikamoo. Marhaba, ujambo na Lama Galaxy Media. Media kubwa, yani media ambayo inayetikisa nchi katika masuala ya michezo. Nimepigiwa simu kutoka Australia huko, watu wananifuatilia hapa. Nimepigiwa simu kutoka China, watu wananifuatilia. Kweli media kubwa hiyo. Sawa. Bwana mzee wangu, tuanzie hapa. Jana Ally Shabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans, ametema nyongo. Amezungumza mambo ya ukweli yote hadharani. Hamna hata ukweli hata mmoja aliyezungumza. Kwa faida ya watazamaji na faida ya wasikilizaji wa hichi kipindi hichi hapa, ni kwamba alichozungumza yeye, kuna mambo kazungumza kama ni yale ambayo ya kila siku walikuwa wanazungumza, ambayo mapya mimi sijaona. Unajua kama kuna kigogo wa serikali kahusika. Sasa hilo ndio kama hawajalipwa pesa yao ya CRDB. Yani sasa hilo ni yani hizo ndio ni mada nzuri kabisa. Maana kwamba vipi? Anatufahamisha kwamba waliitwa na bodi ya ligi kwa ajili ya kwenda kupewa utaratibu bana mpaka sasa, mpaka kipindi hichi. Kwa nini mkati tiketi? Nyinyi ndio wenye mechi yenu, nyinyi ndio wenye kila kitu. Lakini wale wameenda na mambo mengine kuzungumzia masuala yale ya nyuma, kama kwa nini hawachezi, wakatoa sababu zao. Kuna sababu 4 ambazo wamezioanisha, sababu 4. Sio umeelewa? Kuna sababu 4 amesema. Sababu ya kwanza wanataka bodi nani CEO wa bodi ya ligi ajiuzulu. Hawajatoa sababu ipi, yani hawajatoa sababu kwa nini CEO wa bodi ya ligi ajiuzulu. Sababu ya pili wakasema wanamtaka Wilfred Gidau, katibu mkuu wa TFF, ajiuzulu. Tulia. Wakatoa sababu kama yeye anahusika na marefari. Wakasema wameoanisha kabisa baadhi ya matukio ambayo yalikuwa na fedha timu moja, umeelewa? Yani nisikilize, baadhi ya timu, umeelewa? Amezungumza. Lakini hajazungumza kwamba kuna mechi ya dabi vivi ilikuwa ina madudu ya alama. Nielewe kwanza, amesema nisikilize niweke sawa sehemu. Ally Kamwe hajataja mechi yoyote, ila amezungumzia kwamba kuna hao marefa ambao mara nyingi wanafanya makosa ya kujirudia. Mimi narejea kwa sababu yani mimi kichwa, mimi na kumbukumbu, mimi ni Google. Kuna barua walipeleka mpaka wabunge, kina Msukuma bungeni, na tukakemea bunge, yani kuzungumzia masuala ya michezo, umeelewa? Walipeleka barua, ilikuwa na kurasa 168. Wewe hata kurasa zenu uzifahamu wewe. Kurasa 168 wakazungumzia mpaka idadi za mechi. Wakaoanisha mechi. Wakaoanisha mechi ya Simba, sio na timu gani, mechi ya Simba na Namongo, mechi ya Simba tukawakumbusha mbona ya Simba na Yanga ya Kayoko kukataa point 3 zile nani hamjaweka. Kwa hiyo hata jana nielewe. Hata ile jana kurudia pale. Ndio maana sisi tunazungumza bana na mechi ya Kayoko imo kwa sababu ya kumhukumu huyo nani huyo Wilfred Gidau. Sasa tuendelee na jambo la 3. Umesema wewe. Jambo la 3 kazungumzia kuhusiana na masuala ya kigogo wa serikali. Hili jambo napenda umma wa Tanzania kwanza yani walielewe kwanza, umeelewa? Kwa sababu barua klabu ya Simba ilivyozungumzia kupeleka kwenye bodi ya ligi, walizungumzia kama wamefanyia vurugu kwanza na mabouncer klabu ya Yanga, na vile ikaja yani wakazuiwa kuingia ndani uwanjani. Viongozi wa klabu ya Simba walitoka hadharani wakasema vipi? Kila alivyokuwa wanafanya juhudi za kutaka yani kujikwamua katika ile swala hilo waingie uwanjani, wakaambia bwana hiyo watu wale watu wa pale wanasema wamepata mamlaka kutoka juu. Sio maneno mpaka hapo. Mamlaka kutoka juu. Tumekaa pale kwenye barua pale. Simba waliwaandikia barua bodi ya ligi washughulikie ile swala hili hapa. Ni nani yuko nyuma pazia katika masuala haya? Umeelewa? Klabu ya Simba ndio watu wa kwanza kabisa
Lakini vyombo vya habari mkaa mnapiga wako hivi na hivi na hivi. Kazungumza mtu wa upande pili kimakosa, tayari vimike mnatuletea sisi pala. Sisi tulishawaambieni toka mwanzo kwamba kwa nini viongozi wa klabu ya Simba wameandika barua kwamba wanataka huu uchafu utoke. Ni nani yuko nyuma ya pazia? Viongozi wa klabu ya Simba. Kama ukirejea barua ya klabu ya Simba. Sio umeelewa? Lakini kipindi kile tunavyozungumza mkatoa bwana mafaki ndio ana chochote hapa. Acha. Lakini kazungumza upande wa pili naye kazungumza kimakosa, mnamuona mtu sasa nakuja pale. Umeelewa? Kwamba jana nimekaa vizuri kabisa, nimesikia press zote mbili. Nimesikia press ya Almas Kasongo kasema kapokea malalamiko kupitia klabu ya Yanga. Malalamiko yale manne. Kwa hiyo watafanyia kazi, atapeleka kwa nani, atapeleka sehemu husika, yatafanywa kazi. Ndio alisema nani press ya Almas Kasongo. Lakini yani kwa sitofahamu tena, nimekaa tena mida ya saa 12:30 naona kuna naingia kwenye mtandao nakuta nani Ali Shabani kama anaongea. Nikatega sikio sana ngoja nisikilize. Je, kuna jipi gani anaoja kuzungumza? Akaja kuliongezea jambo ambalo Almas Kasongo hajalitaja kwamba kuna kiongozi kigogo si wa serikali ndio alitoa amri mageti si tarehe 7 si afungwe si jioni afungwe nani Simba sifanye mazoezi. Umeelewa mpaka hapo? Hajataja Almas Kasongo. Huwezi kumsemea kitu ambacho hajakisema. Lakini akaenda mbele zaidi akasema kwenye kikao cha kwao wenyewe na bodi ya ligi, Almas Kasongo mtendaji wa bodi ya ligi kamtaja mpaka jina yule kiongozi wa serikali, na akaenda mbali zaidi akasema vipi kwamba hawawezi kutoa ile ripoti public kwa sababu ya nini? Hayo kigogo wa serikali. Swali linakuja sasa swali. Umesema we Ali Kamwe na sio kama tunampa maagizo. Yaani kuanzia leo tunampa maagizo kwamba amtaje huyo mtu kwa sababu tayari Almas Kasongo hajamtaja kiongozi, inatakiwa Ali Kamwe sasa achukue jukumu la kumtaja kiongozi. Yeye ndio kashadi sanua. Kwa hiyo amalize tumjue ni nani. Swali nauliza, umeelewa? Masikio yako yameshasikia ile jina lile la kutajwa lile. Umeitisha press na waandishi wa habari na hii kamera ilikuwepo, hii mic ya Galaxy ilikuwepo, nimeiona mimi. Umewekewa mdomoni pale, nimeiona mimi, unaelewa? Kwamba umesikia Almas Kasongo ametaja jina la huyo kiongozi. Na wewe umeitisha press na waandishi wa habari, umezungumza kwamba swala lile la dabi alijachezeka kwa sababu kwa mujibu wa Almas Kasongo kasema kuna kiongozi wa serikali ambaye anaheshimika ambaye alipiga simu nani watu wasifungulie ile milango pale. Swali nakuuliza, unashindwa vipi kumtaja jina wakati jina tayari unalo? Kwani yeye alisema kuna jina kalisikia? Kasema katajwa amna kwenye kikao au nani tucheze press hapa. Basi. Tuweke? Mimi nimeuliza tu. Amna tuweke yani hapa leo yani live moja kwa moja bila chenga. Na ndio maana nimeinasa hapa kidogo kuna media vingine hapa vimefuta kile kipande kile. Lakini Ayoma TV wamemaliza kila kitu. Na ndio maana mimi nimeidaka na ndio maana kasema vipi? Lazima Ali Kamwe atutajie ni kiongozi gani ambaye alipiga simu kwamba Simba wasifungulie milango na yeye ndio chanzo cha mechi kuvunjika, kwa sababu klabu ya Simba na yenyewe ilishazungumzia kama vipi walikuwa na yani wameenda pale kutaka kunaniwa akaambia kila wanaomuuliza pale akaambia tumepewa maagizo kutoka juu. Sasa wewe ni kiongozi gani Ali Kamwe? Unaogopa nini kumaliza yani? Umeshakula ng'ombe mzima, unashinda vipi kumaliza mkia? Kwa sababu tayari umeshazungumzia kwamba Almas Kasongo amemtaja kiongozi wa serikali. Na Almas Kasongo amesema hii ripoti hawezi kuitia kwenye public. Wewe unashinikiza kwamba itie kwenye public. Sasa wewe unajua ripoti lakini mzee wangu kwa sasa hivi swala lilipofikia ni swala ambalo jamii nzima inasubiria kufahamu barua ya bodi ya ligi inasema nini, lakini wao bado wanasema ni private na hawatoi mpaka leo hii. Ndio maana Ali Kamwe akatoka hadharani kusema wanahitaji hiyo barua itoke. Hauwezi kusema unahitaji barua itoke wakati tena siri za kwenye hiyo barua umeshasema. Barua tayari iko zalani. Sasa haitoshi kwa sababu hawezi kuthibitishia umma. Naomba nielewe kitu kimoja. Unapotoka hadharani ukamtaja kiongozi fulani anahusika na jambo fulani, Mesia. Si una ushahidi nao? Kwa nini unashinda kutaja jina? Mimi hapa mmoja kunihoji hapa. Siwezi kumtaja mtu fulani ana skendo fulani wakati sina ushahidi. Na hata nisikilize, sasa kama ana ushahidi amalizie huo mkia tusikie. Unaogopa nini? Lakini hata
Nikimalizia watu hawawezi wakamwamini kwa sababu hili ni swala ambalo lina interest na sehemu mbili. Simba sehemu tatu, Simba, Yanga, bodi ya ligi. Kwa hiyo ili watu waweze kuamini zaidi, kauli zitoke bodi ya ligi. Usihusike na masuala ya Simba. Simba uhusike kwenye hicho kikao cha jana. Post asubuhi. Nimesema nisikilize. Kwa nini umepost? Naomba nisikilize. Simba sisi tunachojua sisi tunahusika kwenye mechi ambayo tarehe 15. Ndio hilo sisi tunajiandaa na tarehe 15. Hiyo inaleta mtafaruku mpaka sasa. Mtafaruku wa nini? Alafu kuna masuala kusema unataka sijui bodi ya ligi ujiuzulu. Sio bodi ya ligi ifanye nini, umeelewa? Kwa nini? Mimi ningekuwa sahihi na Alikamwe angeniambia mambo mawili kwanza. Tunahitaji kwamba Almas Kasongo aondoke madarakani kupitia kwamba alivunja kanuni kumweka GSM kuwa mdhamini mweza wa ligi kuu, umeelewa? Mara ya kwanza. Ningemunga mkono, ningekuwa 100% ningeambia bwana huyu jamaa ajiuzulu. Kwa sababu hata mimi hapa Almas Kasongo mara nyingi zaidi nimeshakemea swala hili hapa. Mimi sio mtu wa kwanza kukemea. Mimi nimeshazungumzia Almas Kasongo kwamba kwa nini walimweka mdhamini mweza huyo GSM wakati anajua kisheria duniani haipo, hata sheria za FIFA hazipo. Wamevunja kanuni. Tumepiga kelele miaka 3 hatujagoma hata mechi. Klabu ya Simba ndio weledi. Tumepiga kelele miaka 3 swala la GSM hatujagoma. Angekuja Alikamwe na hoja hiyo kama tunataka Almas Kasongo, na ndio maana nimekuambia toka awali kwamba hajamwekea mabaya Almas Kasongo. Isipokuwa nataka aondoke. Aondoke kwa sababu gani? Aidha aondoke kwa sababu ameruhusu GSM adhamini timu kipindi kile timu 12, 16. Aidha aondoke kwa sababu GSM kadhamini tena timu 8 wakati hata hamna document aina yote iko pale bodi ya ligi ambayo inasema GSM kadhamini labda Pamba. Wewe kuna document iko bodi ya ligi? Tumeshatuma viongozi wetu wa klabu ya Simba. Usione tunavyoongea sisi hapa, si viongozi wanatusikia. Tumeshatuma viongozi wetu waende bodi ya ligi wakaombe mikataba kati ya GSM na Pamba, waombe GSM na Mashujaa, waombe GSM yani GSM timu zote alizozidhamini. Hakuna hata document hata moja kwa bodi ya ligi pale. Angekuja Alikamwe kutoka Azalani kusema kwamba tunataka Almas Kasongo ajiuzulu kupitia kwa nini ameruhusu GSM. Kwa hiyo unakiri kwamba bodi ya ligi ina makosa mengi. Nani? Makosa mzee Mwaipaja OG umekiri. Leo klabu ya Simba inajua kabisa kama bodi ya ligi ina madudu toka zamani. Toka ili nisikilize. Na wewe unakiri hivyo. Nisikilize. Toka walivyomkatalia mara ya kwanza Mohamed Doju kudhamini na Mongo. Je, amjui bwana. Tunawapeni vitu vya ndani. Kwa hiyo mimi nataka kwanza twende sawa kwamba unakiri kwamba bodi ya ligi kweli ina makosa? Kwa hili haina makosa. Achana hili kwanza. Kwenye hilo swala GSM walikuwa kwa mfumo mzima wa uendeshaji wa ligi na mpaka bodi ya dhamini, umeelewa? Mpaka bodi ya dhamini wana makosa makubwa kabisa, na ndio maana kubali hata sasa hivi wametenda kosa. Nini? Yaani kubali kivipi? Sisi tunajua bodi ya ligi wana makosa toka nimekuambia miaka 3 hatujagoma. Bodi ya ligi wana makosa toka miaka 3 kwa kuifedha hii klabu ya Yanga. Sasa hivi na tunazungumzia kwamba Mesia bado kuna mambo mengi machafu ambayo bodi ya ligi waliyafanya kwa klabu ya Yanga, lakini klabu ya Yanga wanajiona kama eti wewe wana mamlaka ya kuunda bodi ya ligi wenyewe. Kwa sababu klabu ya Yanga wamesha kucheza mechi 10 hapa kwa Mkapa, sio kikanuni hapa. Kanuni haziruhusu. Mechi 10 tena kipindi kile mheshimiwa Anthony Mavunde alitembeza bakuli la kuwachangia klabu ya Yanga, alikuwa ana hela. Bodi ya ligi tulia. Timu itakuwa icheze mechi. Mechi ya nyumbani wacheza mechi moja nyumbani, unaenda ugenini. Yanga kacheza mechi 10 mfululizo. Wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa mjini hapa. Wewe ulikuwa mjini, ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa huna data. Sisi tuna data. Bodi ya ligi hiyo imemruhusu, umeelewa, Morrison acheze bila kuwa na ATC, umeelewa? Kacheza mechi ya kwanza, amekuja Yanga, kacheza mechi ya kwanza na Singida United. Kacheza na Stand na kutajia mpaka hizo mechi. Mzee wangu kuna ile ambalo pia nakumbuka Alikamwe alisema kwamba bodi ya ligi itengenezwe mpya. Kwamba akisema hili ni wazo ama ni takwa lao la muda mrefu. Hata Almas Kasongo alizungumza kwamba takwa hilo ni la muda mrefu. Kwa hivyo ni hata msimu ujao au miaka 2 mbele. Yanga wanataka kufanya hivi wakiona kwamba bodi ya ligi haiko huru, wanahitaji bodi ya ligi ambako ni kiwe chombo huru kwenye kufanya mambo yake. Kwanza waanze kuondoa machafu yao ya Yanga, umeelewa?
unapotaka kumsafisha mtu umesema kwanza inatakiwa yani hapa short and clear. Inatakiwa kwa upande wa Yanga sio wamelalamika bodi ya ligi, umeelewa? Sijaona viongozi wa klabu ya Simba wamelalamika bodi ya ligi isipokuwa si ni mashabiki, umeelewa? Inatakiwa engineer Hersi kwanza ajiuzulu. Engineer Hersi ajiuzulu. Kwa sababu yeye anajua kwenye kanuni zao, kwenye katiba za vilabu kuna kipengele kabisa cha yani cha kutii mamlaka, umeelewa? Na vilabu kwanza nimfahamishe mbwa mdogo Ally Kamwe ni mtoto mdogo sana juzi. Kama uzeni babake pale Ally Kamwe. Kama uzeni babake Kamwe pale. Mtoto mjuzi ajua hata masuala ya mpira. Vilabu ndio vinavyoitengeneza bodi ya ligi. Unapozungumzia kama bodi ya ligi haiko huru, ina maana hata rais wako hafai kuwa kuwa rais wa klabu ya Yanga pale. Kwa sababu yeye naye alimpigia kula Steven Mguto. Yeye ndio alishiriki kuunda chombo cha bodi ya ligi. Au amlijua ndicho habari. Semeni kama mlijua tumwage yote. Mnalijua mbona mlizungumzii? Mnakaa tu mnalisha kama remote pale anazungumza mtu. Muulizeni maswali, umeelewa? Nisikilize. Hamna press ambayo haina maswali. Kuona ni mtu mwoga. Mimi mbona hapa nimehusu maswali zaidi kibao? Kwa sababu viongozi wenye viti wa vilabu ndio wanaenda kupiga kura, tena wanapiga kura kuchagua uongozi wa bodi ya ligi. Vilabu ndio vimeweka bodi ya ligi. Unaposema wajiuzuru ipatikane nje ya vilabu, watoke kwenye mabaa. Waje viongozi wengine. Viongozi wao watatoka wapi? Ambao wana weledi mzuri wa kuendesha mpira. Watatoka wapi? Wale wametoka wapi? Nani? Nacho kuuliza vipi? Wale basi ina maana ili waje viongozi wengine pale, engineer Hersi aache madaraka kwenye klabu ya Yanga. Umeelewa? Yes ndio kwanza aitake bodi ya ligi aanze kureserve yani kusafu yeye kwanza. Ndio kwa sababu alipiga kula kimakosa. Unapopiga kula kimakosa kumchagua kiongozi ambaye hafai, wewe umpiga kula ndio ufai. Lakini kuna mtu anaweza kuchagua kiongozi baadaye akaja kuwageuka. Naomba nielewe kitu kimoja Masia. Engineer Hersi hafai kuwa kiongozi wa mpira. Hafai kuwa kiongozi wa mpira kwa sababu alimchagua, alienda kuipendekeza bodi ambayo inasema bodi la makando kando. Sisi watu wa Simba, sisi mashabiki wa klabu ya Simba na wanachama klabu ya Simba, tumeshalalamika miaka rudi kuhusiana na bodi ya ligi. Kwa sababu tumeona ilikuwa haitendi haki. Tumeona Kayoko hapa alikuwa na haya. Juzi ulikuja kuniuliza swali unasema Elsasi amefungiwa. Nikakwambia Kayoko mbona hajafungiwa? Kaniambia alifungiwa. Kaniambia wapi ilitoka press kama kafungiwa. Si ndio ulikuja maswali? Na ukaniambia utaenda kufanyia uchunguzi utarudi najibu. Jibu umerudi nalo. Huwezi kurudi na jibu. Kwa sababu kama hapa tu peke yake na ndio maana tunamwambia Ally Kamwe tunakupa yani sisi tunakwambia kwa sababu wewe unataka kutengeneza mpira Tanzania. Umelianzisha jambo, taja kiongozi wa kiserikali ambaye yuko nyuma ya skendo hii hapa. Kwa sababu Almas Kasongo hatujamsikia, umemsemea wewe. Sasa wewe ambao unajua mengi, mtaje ni kiongozi gani ambaye klabu ya Simba ilikuwa inataka kumjua. Usiote woga, wewe umezungumzia umegusa serikali. Kwa sababu kitaratibu serikali hairuhusiwi kuingia katika masuala ya michezo. Tulimuona Kabudi bungeni kule. Nyinyi wenyewe hapa mnasema serikali haina nini? Mlipeleka makablasha bungeni kule kwa baadhi ya mawaziri wenu kule. Waisemee bungeni. Lakini walimkuta mwanasheria nguli aliyobobea Palamagamba Kabudi. Ni mwanasheria nguli kabobea masuala ya nini? Masuala ya sheria. Akawaambia kabisa msiingize serikali na masuala ya michezo. Umeelewa? Msiingize serikali na masuala ya michezo. Hili jambo lina taasisi yenu huko TFF mwendeni na kwenye bodi ya ligi. Lakini serikali haiwezi kuingia katika masuala ya michezo. Huyu ndio kiongozi ambaye kama ikimpendeza mwenyekiti wangu wa chama Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama hata miakani tena tunahitaji kuwa na waziri ambaye mwenye uweledi wa masuala ya michezo kama huyo Palamagamba Kabudi ambaye ameitenganisha serikali na masuala ya michezo. Sasa tunamhitaji Ally Kamwe amsaidie Palamagamba Kabudi. Ni kiongozi gani ambaye amemsikia kwa masikio yake Almas Kasongo kasema amtaje ili mradi hatua za kisheria zichukuliwe. Unaogopa nini kutaja wakati umeitisha press mwenyewe? Zungumza, tema vitu vyote hadharani. Sio wenyewe watu wa Simba tulishazungumza kama hapa hii skendo mbona nguvu imekuwa kubwa sana ya kuwazuia nani Simba singe kwenye michezo. Na usiende na Ally Kamwe uende mbali zaidi. Inatakiwa hata simu zenu nyinyi hapa kwanza viongozi wa klabu ya Yanga zidukuliwe, ziangaliwe tarehe 7 mlifanya mawasiliano yapi na wale mabouncer waliokuwa nani wanazungumzia klabu ya Simba. Usizungumzie upande mmoja. Zungumzia na wewe mwenyewe Ally Kamwe. Tunajua kabisa kama fika nyinyi mlifanya mawasiliano
na wale mabouncer kuja kuzuia getini Simba asiingie. Tunazungumzia kwenye public ya watu kwamba simu zenu na zenyewe zidukuliwe, ziangaliwe mlifanya mawasiliano na nani siku hiyo, mlifanya mawasiliano na nani, wale mabouncer kina nani, wao nani, zidukuliwe afu utoke hadharani uzungumze mimi niliongea na bouncer fulani wakazuia geti. Tunajua kabisa nyinyi ndio mlizuia geti na mliogopa Simba kuja kufanya mazoezi. Mtacheza mpende mtacheza, msipotaka mtacheza. Hamna mamlaka katika nchi hii hapa. Na tuna wasiwasi mkiendelea misimamo hiyo, tuna wasiwasi tukapeleleza zaidi, sio watu wachunguze mambo ya kisiasa. Tuanza kujua labda hii swala hili liko katika kisiasa zaidi, sio katika masuala ya mpira. Sio katika masuala ya mpira. Klabu ya Simba tumelalamika miaka 3. GSM kudhamini timu kibao hatujagoma. Nyie mna mlengo gani? Msio kwa si no force si no nini hiyo. Tusiwekeane hiyo hapo. Nchi ni ya amani. Utake utacheza, utaki utacheza. Sasa fuata sheria. Mbona pointi hizo nani umezipata kwenye timu ambazo nani zimezaminiwa na GSM? Mbona ulalamiki? Mbona umlalamiki Kayoko? Kabebeni. Mbona ulalamiki Kayoko? Kabebeni mechi zaidi ya 2. Mbona umlalamiki Kayoko mechi ya Simba na nani? Ya Simba na Azam kule Mwanza. Mpaka Kayoko akataa kupigwa. Mbona ulalamiki? Mnatoka hadharani mwaka huu. Ubaya utamuingia kila mtu. Kwa sababu mmezoea nyinyi mpaka mtu anaenda kwenye mechi ya pili, nyinyi mna point 15, Simba sio na point ngapi? Safari hii mechi ya mwisho ndio itakayoamua. Yaani mechi ya dabi ndio inatafuta bingwa. Pelekeni timu. Nyinyi si wanaume. Pelekeni timu. Msizuie mageti ya watu hapo. Shukrani sana. Asante.